Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya wananchi. Hapa nazungumzia Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri zaidi kwenye upande wa ligi kuu ya Tanzania bara, ambapo leo hii watakuwa uwanjani kuweza kuzisaka alama 3 muhimu baada ya kuweza kuangusha alama 2 katika ligi kuu ya soka Tanzania bara katika mchezo wake waliocheza dhidi ya Mbeya City. Sasa Young Africans wanakuambia kwamba wanataka kurudisha yale makali ambayo waliokuwa nayo katika ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu uliopita. Hivyo basi wanasema ya kwamba wanahitaji makombe ndani ya timu yao, kama vile ambavyo kile kilichoweza kuelezwa ndani ya hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni wananchi Young Africans. Sasa chini ya kocha mpya ambaye amekwenda kutangazwa kwenye kikosi hicho, kocha Pedro ametangazwa kikosi ambacho kitakachoingia leo hii uwanjani, na mimi nimekusogezea hapa orodha kamili ya moja baada ya mwingine nyota ambaye anashiriki katika mchezo huo katika first 11 yake ambayo ameweza kuiandaa kocha Pedro juu ya kuzisaka alama 3 kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kibarua chake ndo kinaanza rasmi katika mchezo huu mkubwa kabisa. Ila kabla tujapoteza wakati, nikumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia, hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans unafahamu ya kwamba kwa sasa wamejikita zaidi kuhakikisha kwamba wanarudisha heshima na furaha kwa mashabiki zao baada ya kupitia kipindi cha mpito chini ya kocha Romain Folz. Mambo yanaonekana kutokwenda vizuri kwa upande wake, lakini baada ya sasa kutimuliwa, mambo yameonekana kuanza kurudi taratibu, japokuwa bado hatujaanza kuona kilicho kwa kocha mpya ambaye ametua kwenye kikosi hicho. Naye ana kitu gani? Tutakwenda kujua yote hapa, ila tuende kutizama kikosi. Bana, golini anasimama Djigui Diarra, screen protector, akizitafuta clean sheet zake mapema kabisa, akianza kuziokota moja baada ya nyingine katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Nafahamu ya kwamba clean sheet ni mtaji wa golikipa katika kuinyaka tuzo ya mcheza ama golikipa bora. Kwa hiyo lazima una clean sheet za kutosha, na pia kuhitaji kuisaidia timu yake ya Young Africans. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo kile kinachokwenda kutokea kwa sasa. Anajitahidi kuhakikisha kwamba langoni panakuwa salama kabisa ili waondoke na alama 3 muhimu mbele ya Mtibwa Sugar. Lakini pia sambamba na hilo, klabu ya soka Young Africans kwenye upande wa beki namba 2 kupitia kocha mpya amempanga Israel Patrick Mwenda. Ameamua naye kuweza kufuata ile formation ambayo walikuwa wakiweza kuitumia watangulizi wake, ambapo Israel Patrick Mwenda ataendelea kuweza kutumikia ama kama beki namba 2. Unafahamu ya kwamba ubora wake ndio unazidi kuweza kumpa namba ya kuaminika kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri, amekuwa na nyakati nzuri kwenye kikosi cha klabu
klabu ya soka ya Young Africans. Unaweza kusema ya kwamba taratibu anaanza kuzoea majukumu ya kutambua kwamba yeye ni tegemeo kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, na anazidi kuonyesha ukomavu kadiri siku ambavyo zinavyozidi kwenda. Amekuwa ni mmoja kati ya msaada mkubwa kweli katika eneo hilo. Lakini katika upande wa beki namba 3 anaanza si mwingine bali ni Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Jr. Alizima kwenye game ya Silver Strike kwa ubora mkubwa kweli. Sasa anakwenda kuzima katika mchezo wa ligi kuu dhidi ya klabu ya soka ya Mtibwa. Shughuli itakuwepo, shughuli ni pevu, shughuli si ndogo. Utakwenda kushuhudia hilo. Mohamed Hussein majukumu yake ni kuhakikisha kwamba anapandisha mashambulizi, kwa sababu upande wa kushoto mara nyingi Young Africans hutumia kama ndio upande wao wa kutafutiaga magoli. Kama ushawahi kusoma namna ambavyo style ya uchezaji wa Yanga mara nyingi upenda kutumia upande wa kushoto zaidi kwenye kutafuta njia za kuelekea kumuadhibu mpinzani. Kwa hiyo kazi yake ni moja, kupandisha mashambulizi, lakini bila kusahau kwa nafasi yake anapaswa kuja kuweza kuiziba vizuri kabisa. Kwa hiyo hilo halina shida, utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo atakayofanya Mohamed Hussein. Lakini katika upande wa hapa anazungumzia si mwingine bali ni namba 4 anasimama Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake, majukumu yake, namna ambavyo shughuli yake ambayo anaipiga pale katika eneo lile la katikati. Bwana, ni moja kati ya vitu vizuri kabisa ambavyo anavyovifanya. Hapa anazungumzia hapa anazungumzia Ibrahim Baka katika eneo hilo, na amekuwa ni moja kati ya watu makini kweli katika namna ambavyo amekuwa akiweza kulisimamia vyema kabisa kile ambacho aliko nacho. Lakini katika upande wa beki namba 5 anasimama Dickson Job. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na mwenendo mzuri kweli akisimama kama captain kwenye mchezo huu, ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo ameendelea kuweza kuzima kweli kwenye kikosi cha Yanga na kuaminika zaidi kadiri siku ambavyo unazidi kwenda au bazidi kushuhudia ukuta wao, ile pattern yao Baka na Jobu imekuwa ikifanya kazi vizuri zaidi. Huku unazungumzia namba 6 anasimama si mwingine bali ni hapa anazungumzia Duke Abuya, moja kati ya watu makini kweli, moja kati ya watu ambao wana viwango vikubwa kabisa, na ubora ambao anautoa uaga ni mwanzo mwisho. Unajua kuna aina ya wachezaji anaweza kukupa kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 60, 50 hapo au pengine 45, alafu zingine zilizofuata akaanza kuharibu. Lakini kwa upande wa Duke Abuya moto anauanza nao ndio atakaomalizana nao huo. Kwa hiyo atakuwepo namba 6. Huko namba 7 atakuwa hapo Celestini Ekua. Mwalimu ameweza kuona hampati nafasi kuonyesha kile ambacho yuko nacho, licha ya kwamba amekuwa akikumbushwa kwamba aache mzaa. Anapokuwa anatakiwa kumaliza malize kweli, silete mzaa. Timu ya wananchi inahitaji matokeo wakati wowote. Huku namba 8 anasimama si mwingine bali ni Alassane Kouma, moja kati ya mwamba kabisa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Nafikiri nafasi taratibu watakuwa akiendelea kupata nafasi na kuonyesha kile ambacho iko nacho. Ni moja kati ya wachezaji ambao wa kutumainia kwa siku za baadaye kutokana na kiwango ambacho yuko nacho. Kwa hiyo ni swala la muda tu, mambo yatajipa. Huku namba 9 atasimama si mwingine bali ni Andy Boyeli, mwamba huyo akiendeleza naye ubabe wake ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Huku namba 10 atakuwepo si mwingine bali ni Mamadou Dombia akiweza kusimamia nafasi hiyo. Lakini namba 11 ni Professor Aboli hapo kwa Mzozoa akiweza kuwakimbiza upande huo. Kwa hiyo ndio kikosi cha Yanga kitakachoanza dhidi ya Mtibwa Sugar mchezo wa ligi kuu ya soka